Semina ya uchumba mpaka ndoa. Somo la 6. Uchunguzi wa tabia, character assessment, kabla hujaoa au kuolewa. Utangulizi. Wapendwa katika Bwana, kuna tofauti kubwa kati ya kuvutiwa na mtu na kumjua mtu. Hisia zinaweza kukuonyesha upande mmoja, lakini muda na uchunguzi huonyesha uhalisia. Mathayo 7:16. Kwa matunda yao mtawatambua. Yesu hakusema kwa zawadi zao, hakusema kwa sura yao, hakusema kwa ahadi zao. Alisema kwa matunda yao. Tabia ndiyo msingi wa ndoa, si hisia. Tabia hujaribiwa na muda. Usikimbilie harusi. Muda hufanya mambo mawili: hufunua ukweli, hujaribu uthabiti. Mtu anaweza kujifanya miezi michache, lakini si rahisi kujifanya miaka. Subira ni sehemu ya uchunguzi. Vipimo muhimu vya tabia. 1. Anavyoshughulikia shinikizo. Je, anapopoteza kazi anavunjika au anasimama? Anapokosa pesa anakuwa mkali? Anapokoselewa anajitetea au anasikiliza? Shinikizo hutoa kile kilicho ndani. Mithali 17:3. Tanuru ni ya fedha na tanuru ya dhahabu, bali Bwana huijaribu mioyo. 2. Mtazamo wake kwa fedha. Fedha ni kipimo kikubwa cha tabia. Je, anatumia bila mpango? Ana madeni yasiyoeleweka? Anasaidia wengine kwa busara? Mtu asiye mwaminifu katika kidogo, hata katika kikubwa hata kuwa mwaminifu. Luka 16:10. 3. Mtazamo wake kwa jinsia tofauti. Hii ni muhimu sana. Je, anapenda marafiki wengi wa karibu wa jinsia tofauti bila mipaka? Anapenda attention? Ana historia ya usaliti? Uaminifu kabla ya ndoa ni ishara ya uaminifu baada ya ndoa. 4. Heshima yake kwa wazazi na mamlaka. Mtu anayemdharau mzazi wake atakudharau wewe siku moja. Waefeso 6:2. Waheshimu baba yako na mama yako. Heshima si kwa sababu anastahili kila wakati, bali kwa sababu ni kanuni ya Mungu. 5. Uwezo wa kuwajibika. Je, anakubali makosa au kila mara ni wewe mwenye kosa? Ni shetani, ni mazingira, ni watu wengine. Mtu asiyekubali makosa hawezi kukua. Dalili za tabia hatarishi, red flags. Kama mwalimu, lazima nikuonye wazi. Kama unaona ana hasira kali zisizodhibitika, anataka kudhibiti kila kitu, anakutenganisha na marafiki au familia, anakagua simu yako kwa hofu na wivu uliopitiliza, anakudhalilisha hadharani, anaficha mambo ya msingi, usizipuuze. Upendo hauondoi sumu ya tabia mbaya. Jinsi ya kutofautisha mapenzi na ukweli. Mapenzi huweka pazia juu ya mapungufu, husema itaboreka. Ukweli huona mapungufu na kujiuliza, naweza kuishi nayo maisha yote? Swali si naweza kuvumilia sasa. Swali ni naweza kuishi na hili miaka 40? Nafasi ya ushauri. Mithali 20:18. Mashauri huthibitisha makusudi. Waulize watu wanaomjua: wazazi, marafiki wa karibu, viongozi wa kiroho. Wakati mwingine wao huona kile ambacho hisia zako hazioni. Usikimbilie dalili kwa sababu ya umri. Wengine wanaona dalili lakini wanasema umri unaenda, au nitaanza upya lini? Lakini ni bora kuanza upya sasa kuliko kuishi mateso miaka mingi. Ndoa si mashindano ya muda, ni agano la maisha. Kipimo cha mwisho, amani ya Mungu. Wakolosai 3:15. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kama ndani yako kuna hofu isiyoeleweka, mkanganyiko wa mara kwa mara, wasiwasi usioisha, usiipuuze. Roho Mtakatifu huondea kwa amani au kukosa amani. Hitimisho la darasa letu leo. Wapendwa, tabia ndio msingi wa ndoa. Hisia ni maua tu.
Maua yanaweza kupendeza, lakini mzizi ukiwa mbaya, mti utaanguka. Chunguza kwa macho ya hekima, sio kwa macho la tamaa. Maswali ya kutafakari. Je, napuuza dalili kwa sababu ya mapenzi? Je, nina ushahidi wa matunda ya tabia au ni maneno tu? Je, watu wa karibu wanasemaje? Je, nina amani ya Mungu kweli? Sasa tunaingia kwenye hatua inayofuata ya safari yetu. Hatua za uchumba mpaka ndoa, mpangilio sahihi ya hatua bila kukurupuka. Hapa tutajifunza mpangilio sahihi ya hatua, jinsi ya kujenga mpaka kufikia harusi, makosa ya kawaida ya kuepuka. Kwa heri, subscribe, comment, like and share.